kupigania walio wake, watoto wake. Ukiwa na sifa ya kuwa mwana wa Mungu, maana tayari umeshaingia kwenye sifa ya kupiganiwa na Mungu. Mungu ana desturi moja, hapiganii ambao sio wa kwake. Ndio maana kuna mahali anasema walio wa kwangu ninawajua. So hata kama mko 200, lakini walio wa kwake anawajua. So kwenye vita unaweza unajikuta kwamba madhara yakawakuta wengine, lakini wewe ukapona. Na mlikuwa kwenye gari hilo hilo, mlikuwa kwenye tatizo hilo hilo, wengine waliondoka, wewe ukabaki salama. Unajiuliza ni kitu gani kimetokea? Sikiliza, Mungu ana kawaida ya kutuma msaada kwa ajili ya watoto wake. Hata kama mkusanye sehemu moja, hata kama tumekusanyika maelfu ya watu, lakini kama watoto wake wako humo ndani, madhara yanaweza yakawakuta wengine, lakini sio watoto wake. Amina. Unasema mtumishi wa Mungu, bwana siku ile, sikilizeni kwa mimi kitu moja kati ya kitu. Mungu anaenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Muulize Ibrahimu alichokuwa anamuuliza. Anasema, je, wakiwemo mule watakatifu wawili unaweza ukaangamiza? Anasema hapana. Wakiwemo watatu, wakiwemo wanne. Tafsiri manake Ibrahimu anajaribu kumwambia Mungu, katika mazingira yoyote ambayo tunaweza tukakusanyika watu wengi, je, watoto wako wakiwepo, unaweza kuruhusu gharika hiyo ikawapiga na watoto wako? Na moja kati ya kitu ambacho unapaswa kukitafuta kwenye maisha yako ni kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwa sababu ukishafanyika kuwa mwana wa Mungu, umebeba, wanasema, package nzima ya kifalme. Kuna namna unatembea sio kama wanadamu wengine, unatembea kama mwana wa Mungu ambaye ana vigezo vyote vya kupiganiwa. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vita Mungu anapoingilia kati, maana hiyo vita ushindi ni 100%. Amina. Haleluya. Amen. So leo Mungu ukiona ameingilia kati kwenye vita yako, uwe na